Yesu huyo ambaye anaongea kwa mtu huyo anamalizia hapo. Yohana 10:16. Nitasoma kwa jina la Bwana. Ubarikiwe. Na kondoo wengine ninao. Ambao si wa zizi hili. Unaona anao wengine ambao si wa zizi hili, si wa Israeli tu. Na hao nao imenipasa kuwaleta. Subiri hapo. Na wale nao ambao si wa Israeli tu. Yaani kuna wengine sio Israeli tu. Wapo wengine ndio sisi kama taifa. Kwa hiyo shajiwa tayari hapo tu hiyo, ana wengine ambao sio hao tu, ana wengine. Hii hapa sema. Na kuna wengine nao ambao sio wazuri tu. Sasa kwa hiyo shajiwa tayari ana wengine ambao sio wazuri tu. Ndio sisi. Maneno haya. Watu wangu shamba nielewa kwa sababu hapo umenipigia. Au sasa mwenyewe. Na wengine nao ambao sio Israeli, yani sio Israeli tu. Anao. Maneno arudi tena ndio anasikia sharia vizuri. Yohana Mtakatifu 10 sura ile ya 10 aya ya 16. Naam. Nitasoma kwa jina la Yesu. Ubarikiwe. Na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili. Unaona ambao sio zizi tu, sio zizi hili. Kwa hiyo anao wengi tu, hata bwana Mungu ukubali kuja kwa Yesu, unakuwa kondoo. Maki mtu ambaye si kondoo anakuwa sehemu nyingine, watu kwenda huko. Kwa hiyo tu ile inategemea jinsi gani ongea na nani na kipindi gani. Lakini hapo kamaliza. Ninao ambao sio zihili, sio zili tu. Ninao. Kwa hiyo ushajijua tayari kwamba hiyo tu alikuwa na kipindi fulani, baadaye akasema nao wengine ambao sisi. Ujapo tumejibu vizuri kila kisomo. Sasa hebu mwanzo 12:16 Yohana hiyo. 46. 12:46 Yohana. Sikia Yesu anavyosema. Yohana 12:46. Mpaka 47 hapo. Yohana 12:46. Nitasoma kwa jina la Bwana. Ubarikiwe. Mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu. Naona maneno ili kila mtu aniaminiaye mimi asikae gizani. Na mtu akiasikia maneno yangu ndio asiyashike. Mimi simhukumu. Naam. Maana sikuja ili nihukumu ulimwengu, ila ni uokoe. Nini? Ili sikuja ili nihukumu ulimwengu, ila ni uokoe ulimwengu. Ndio. Yeye anikanaye mimi asiyakubali maneno yangu. Asiyakubali maneno yangu ndio Unaona? Kwa hiyo yeye amekuja ili aokoe ulimwengu. Yeye ni nuru ya ulimwengu. Bwana Yesu asema ulimwengu tu, sio peke yao. Ndabu kiale. Nashukuru. Na mwalimu ametumia dakika 4 kujibu swali. Sasa namleta mwalimu wangu mwingine aweze kuuliza swali. Mwalimu Ezekiel Matei Ebeneza, dakika 3. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Swali langu, kabla sijauliza swali, walimu walikuwa wanazungumza mambo mengi sana kuhusiana na neno ulimwengu. Sasa kwenye ulimwengu watu walikuwa hawaelewi kwa upande wa ndugu zetu Waislamu. Ulimwengu wa Uislamu wakatafsiri ikiwa na kusudia kwamba kama dunia. Lakini kwa mujibu maandiko yako wazi. Ukisoma Yohana wa kwanza 3:1, Yesu na Yohana anasema tazameni pendo la namna gani aliyotupa Baba kwamba sisi tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu hautambui kwa kuwa kumtambua yeye. Kwa hiyo kwa mujibu wa aya hii inaonyesha ulimwengu ni watu. Kwa hiyo kuna ulimwenguni na ulimwengu. Kwa hiyo maandiko yote ukisoma Marko 16:15, naomba msomee. Marko 16:15. Utasoma kwa jina la Yesu. Ubarikiwe. Maandiko matakatifu yananena hivi, akawaambia, naam, enendeni ulimwenguni mote, mkihubiri Injili. Sasa aya iko wazi, inasema enendeni ulimwenguni. Haikusema ulimwengu. Kuna tofauti ya ulimwengu na ulimwenguni. Ndio maana hata ukisoma katika Luka sura ya 2 mstari wa 1, sura iliyotoa mwalimu nadhani kama sikosei. Hebu naomba usome. Luka 2:1. Kitabu cha Luka 2
1. Nitasoma kwa msaada wa Yesu. Ubarikiwe. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Agosto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote ulimwengu. Aya hiyo imesema, haikusema ulimwenguni, imesema ulimwengu. Sasa kama kuna mwalimu anaweza kuitetea aseme ulimwenguni, wapi kuandikwa ulimwenguni? Aya imesema watu, orodha ya watu wote iandikwe ulimwengu. Aya niliyotoa mimi katika Marko 10:16-15 inasema enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Swali langu, aya hii Yesu aliyesema kuagiza wanafunzi wake, maneno haya amesema kweli watu waende ulimwenguni ikiwa wanakusudia duniani, au ulimwenguni na kusudia watu kwa mujibu wa aya? Naam. Kama mwenyekiti nina dhamana ya kuweka hili vizuri hapa. Haya maandiko yote mawili yanataja ulimwenguni. Sasa la Luka linasema siku ile ilitoka amri iandikwe orodha ya watu wote wa ulimwengu. Hapa kwenye Luka kuna ulimwengu, hakuna ulimwenguni. Sasa swali la mwalimu ndio itakalo lishughulikiwe. Mwalimu anataka kujua amri ya Yesu, kaagiza wakahubiri injili kwa watu wote wa ulimwenguni, sio watu wa ulimwengu. Kama Yesu kaagiza watu wote wa ulimwenguni wakahubiriwe injili, ndio mwalimu anataka kujua. Swali lake sasa, Ezekiel, swali lako nyosha sasa. Swali bora limeweka wazi, nimesema aya hiyo Yesu alipoagiza wanafunzi waende ulimwenguni kote wakahubiri injili kwa kila kiumbe. Aya hii, maneno haya Yesu amesema ulimwenguni akiwa anakusudia Israeli tu au ulimwenguni kote? Kwa sababu kuna ulimwengu ndio inakusudia Israeli. Ndio aya iliyotolewa katika Marko. Wametajwa wale wa Israeli, ulimwengu ndio wa Israeli na maana wapale. Ulimwenguni haikusudii Israeli kwa mujibu wa aya hiyo. Kama imekusudia Israeli, aya hiyo maneno Yesu kasema kweli au kasema uongo kwa mujibu wa ulimwenguni na ulimwengu? Aya, mwenyekiti mwenza. Mwenyekiti mwenza, swali limeeleweka. Aya hiyo Yesu kasema kweli ama kasema uongo? Lakini kabla sijampa mwalimu wangu, nilikuasa mwanzo kwamba kuna vitu kama mwenyekiti tuweke wazi. Wewe ulitakiwa haya mambo yaache tu, walimu wenyewe wangejua kufafanua hapo. Sio kazi yako kama mwenyekiti. Mimi nilifanya ukanikosoa na mimi ninakukosoa. Sasa nampa mwalimu wangu aweze kujibu swali husika. Mwalimu Nteke Mchagua ni wa taifa na kimataifa. Ustadhi Shafi Shomari Pango ndiye atakayejibu swali hili. Karibu kwa majibu tafadhali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza nashukuru kwa mjadala na nimejifunza mambo mengi sana kwa Bwana Ezekiel na Medadi hapa kati ya ulimwenguni na ulimwengu. Medadi alituambia ulimwengu akakusanya nchi zote, lakini Ezekiel akasema hapana, ulimwenguni ndio kote, ulimwengu ni watu tu, sio kote. Alhamdulillah tumejifunza. Lakini katika swali ambalo ameuliza Ezekiel, aya hii ni ya kweli au sio ya kweli? Aya ya kweli kabisa, wala haina shaka, isipokuwa Ezekiel hujaelewa. Ukisema ulimwenguni, Yesu anawaambia nendeni ulimwenguni. Unajua mimi Yesu nampenda sana. Alijua kwamba mimi na wewe tutapata shida ulimwenguni ni wapi, jambo ambalo litatupa shida sana. Akatuambia msipate tabu, na tafsiri mwenyewe 15 Mathayo. 15 Mathayo. Kwa wale wenye kusoma na kuandika, changamka kidogo. 15 inasema hawa thenashara. Yesu anasema hawa wanafunzi 12 hao. Yesu aliwatuma akawaagiza akisema. Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende. Halo nyinyi, kwenye njia ya mataifa tafadhali msiende, isipokuwa wala katika mji wowote wa Wasamaria msiingie. Katika mji wowote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo
waliopotea wa wapi? Wa nyumba ya Israeli. Wa nyumba ya Israeli tu. Kwa hiyo ndio maana hata wanafunzi wa Yesu waliposikia hilo andiko kwamba tunatakiwa tutawanyike ulimwenguni, walifanya nini? Matendo 11:17. 11:17 Matendo. Aha. Kwa wale wenye kusoma na kuandika 11:17 Matendo inasema. Aha. 11:17 Matendo inasema. Ndiyo. Basi ikiwa Mwenyezi Mungu amewapa wao karama. 11:19 nenda. Asante. Aha. Basi wale waliotawanyika. Basi wale waliotawanyika Kwa sababu ya ile dhiki iliyotukia kwa habari ya Stefano. Endelea. Wakasafiri hata Foinike. Ndiyo. Na Kipro. Ndiyo. Na Antiokia. Ndiyo. Wasilihubiri lile neno ila Yaani wameenda kote lakini waambiwa wasilihubiri lile neno isipokuwa ila kwa Wayahudi peke yao. Kwa hiyo hata kama mwanafunzi akifika huku lakini amfuate nani? Myahudi peke yake. Simfuate mtu mwingine. Kwa nini? Ndio kule 15:24 Mathayo toka Bwana Mbogo. Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli tu. Na wanafunzi nao wakatawanyika lakini hawahubiri lile neno isipokuwa kwa Wayahudi peke yao. Ninyi ni abiria wa Bwana Mtume Muhammad Salama. Yesu hana nafasi kwenu, mnatakiwa mumwamini tusio kufuata. Kwa sababu wenye haki ni wana wa Israeli. Sio nyinyi. Nasubiri ziada. Salamu alaykum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Mwalimu upande wangu amemaliza. Sasa kinachofuata bila shaka litakuwa ni swali liulizwa upande wa pili na nyongeza ili tuweze kupata majibu. Karibu mwalimu. Tafadhali. Naam, mwalimu Ezekiel Matei, karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nilijua atapinga yale ambayo nilikuwa nasema. Nilisema Medadi sijapingana naye katika mafundisho yake. Medadi alifundisha vizuri sana. Akasema kuna ulimwengu wa mpira. Na nyinyi wote mashahidi mlikuwa mnasikiliza na mnakubali na mnaitikia kichwa, mnatimisha kichwa. Kuna ulimwengu wa mpira, ulimwengu wa kisiasa. Kwa ulimwengu, tafsiri iliyoitoa Yesu aliposema tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba sisi tuitwe wana wa Mungu na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui, yuko sahihi kwamba ikiwa inakusudia ulimwengu sio dunia, ulimwengu. Kwa hiyo kuna ulimwenguni na ulimwengu. Shafii anasema kwa mujibu wa maandiko haya Yesu hakutumwa kwa ajili ya ulimwenguni, lakini ulimwenguni yenyewe anakusudia nini? Anasema kwamba ni Israeli hiyo hiyo. Hebu naomba nisomee Efeso sura ya 2 mstari wa 11. Alafu hapo tena utusaidie katika andiko hilo. Efeso 2:11. Efeso 2:11 nitasoma kwa jina la Yesu. Ubarikiwe. Imeandikwa kwa ajili ya hayo kumbukeni, Ndiyo. ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa wa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa. Ndiyo. Yaani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono. Kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo. Zamani sisi zamani tulikuwa hatuna Kristo. Tulifarakana na jamii ya Israeli. Tulifarakana na jamii ya Israeli. Wageni wasio na maagano ya ahadi ile. Na maana tulikuwa wageni tusiokuwa na maagano ya ahadi ile. Tulikuwa hamna tumaini. Tulikuwa hatuna tumaini. Hamna Mungu duniani. Hatuna Mungu duniani. Lakini sasa katika Kristo Yesu. Lakini sasa katika Kristo Yesu. Ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza. Sisi tulikuwa mbali mwanzo, yani tulikuwa mbali na Israeli. Endelea. Tumekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Tumekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa maana yeye ndiye amani yetu. Aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja. Sawa. Akikibomoa kiambaza chakati kilichotutenga. Kumbe kuna kiambaza kilitutenga baina sisi na Israeli. Yesu baada ya kufa msalabani akibomoa kiambaza kile, tukawa kitu hiki kimoja. Kwa hiyo mwalimu alishafundisha, inategemea Yesu alikuja kwa kipindi gani. Vipindi viko viwili. Hata nani mwalimu hapa alikusudia katika ile swali alisema tatizo la ndugu zetu Waislamu mnakusudia kwamba Yesu alikuja katika kipindi kimoja tu. Hapana, alikuja katika vipindi viwili, kipindi cha kwanza na cha pili. Swali langu liko wazi. Kwa mujibu wa aya niliyoitoa 16:15, enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe.
Tanzania ni ulimwenguni au si ulimwenguni? Aya niliyoitoa mimi mwanzo na mwalimu wangu tunapojadiliana, tunaposema kwamba ulimwengu, kuna ulimwengu niko sahihi nilivyosema, na mwalimu wangu hakukosea, akasema kuna ulimwengu wa mpira, ulimwengu wa siasa, kuna ulimwengu wa nini. Kwa hiyo niko sawa, sikukimbizana na mwalimu wangu. Swali langu liko pale pale. Kwa mujibu wa aya Marko 15:16, ulimwenguni, Tanzania ni ulimwenguni, si ulimwenguni. Nimetoa Efeso sura ya 2 mstari wa 11. Kuna kiwambaza kilitutenga baina ya Azizi na Israeli. Aya hiyo pitia, kanusha. Swali langu liko pale pale, naomba urudie swali, ujibu swali. Naam. Swali B la mwalimu, swali kuu na swali B. Sisi tuko Tanzania hapa. Tuko ulimwenguni au hatuko ulimwenguni? Maana Yesu amewaagiza wanafunzi wake waende ulimwenguni kote. Sisi Tanzania hapa tulipo, tuko ulimwenguni au hatupo ulimwenguni? Hiyo ndio swali B la mwalimu. Karibu. Mwenyekiti mwenza, tunashukuru kwa swali hili. Moja kwa moja napeleka kwa mwalimu, swali amekwisha lielewa. Mwalimu ni yule Ustadhi Shafi Shomari Pango. Tunaomba majibu tafadhali. Dakika 5. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Unajua kufundisha ni jambo jepesi sana, ila watu kukuelewa unakuwa kugumu sasa. Ezekiel anajaribu kutoka kwa Medadi alipozungumza. Medadi alipozungumza Luka 2:1 alisema ilitoka amri ya kuandikwa majina ya ulimwengu wote. Akataja Roma, wapi, akazungumzia ulimwengu ni duniani kote. Tutake kuchoboka. Wewe mimi nakushukuru kwa kumsawazisha. Hilo kwanza nakupa hongera. Lakini la pili nilishakujibu. Yesu anawaambia wanafunzi wake waende ulimwenguni. Nikakwambia neno ulimwenguni litatupa tabu mimi na wewe kulitafsiri. Hatuwezi kutumia vichwa vyetu na akili zetu. Maneno haya sharti tumuulize Yesu mwenyewe. Hao wanafunzi ulikuambia waende ulimwenguni, uliwaekea mipaka? Narudia tena, aliweka ipi? 15 Mathayo. Unielewi wapi? Inasema 15 Mathayo. Inasemaje? 15 Mathayo inasema kwa wale wenye kusoma na kuandika. Hao tena shara. Yesu aliwaagiza 12 kama ulivyosema wewe. Na hapa anasema hao wanafunzi 12. Yesu aliwatuma akawaagiza akisema. Yesu aliwatuma kama alivyowatuma kule, akiwaagiza akisema nini? Katika njia ya mataifa msiende. Nini. Na ndio maana siku zote unaona watu wanakaa labda uwanja ndege, watu wanasubiri waingie, lakini kutokana na katazo hilo wanafunzi hawaingii. Na hujawahi kusikia mwanafunzi yoyote kafika. Anawaambia katika njia ya mataifa msiende. Endelea. Wala katika mji wowote wa Samaria msiingie. Wala katika mji wowote wa Wasamaria msiingie. Endelea. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea. Wa wapi? Wa nyumba ya Israeli. Yesu katafsiri. Shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na ndio maana katika Mathayo 15:24 Yesu akasema nimetumwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli tu, si usiki na mwingine. Na ndio maana hata ondoleo la dhambi 13:23 Matendo lilikuja kwa kina nani? 13:23 Matendo inasema. Kisha Paulo na wenziwe. 13:23 Matendo. 13:23 samani nilikuwa nasoma 13:23. Inasema katika uzao wao. Sikiliza bwana Ezekiel, mimi nakukubali sana. Akili yako inafanya kazi. Unajua nini unafundishwa na nini unaelewa. Katika uzao wake mtu huyo, Yesu huyo, Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Sikiliza, Mungu aliwaletea Israeli muokozi. Nani? Yaani Yesu. Kama alivyoahidi. Kuna maneno haya. Ahadi hiyo. Ahadi yangu uokozi utakuwa kwa Israeli. Safi sana.
Njoo kwa Mtume Muhammad. Njoo kwa Mtume Muhammad. Wewe ni abiria wa Mtume Muhammad. Yesu kwa wana wa Israeli peke yao. Na ndio maana katika 15:24 akasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Wewe unapata wapi nafasi ya kupita? Yesu kaja kwa Waisraeli peke yao, ndio anayewahusu. Na ndio maana wanafunzi wanaenda wanatawanyika, lakini lile neno wasilihubiri isipokuwa kwa Wayahudi peke yao. Kwa nini? Kwa sababu mwenyewe katumwa kwa wana wa Israeli. Mungu unasemaje? Mathayo 2:6. Bado sekunde 30. Mathayo 2:6. 2:6 Mathayo, kwa wale wenye kusoma na kuandika, inasema ndio, nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda. Nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda. Hu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda. Hu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda. Kwa kuwa kwako atatoka mtawala. Kwa kuwa kwako atatoka mtawala. Atakayewachunga watu wangu Israeli. Atakayewachunga watu wangu Israeli. Kwa hiyo Yesu anaagiza wanafunzi hata wakienda wapi, lakini ile neno walipeleke kwa wana wa Israeli. Hata wakija Tanzania, lakini walipeleke kwa wana wa Israeli. Wakienda Kenya, walipeleke kwa wana wa Israeli. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Mwalimu wangu, kwa upande wetu tumemaliza, amekwisha jibu swali. Nadhani utaratibu sasa ni upande wetu kuuliza swali la pili. Karibu kwa swali, ili liweze kuja upande huo na tuweze kupatiwa majibu. Muda huu bila kuchelewa nitamleta kwenu mwalimu ambaye pia ni mwalimu wa kitaifa na kimataifa. Tunaye hapa Kimweri Chifu ambaye ni kitukuu wake huyu au kilembwe wake, ndiye atakayekuja upande wetu sasa kuuliza swali la pili kulingana na mada husika. Ila natoa tena angalizo kama mwenyekiti wa upande huo wa Waislamu, tuendelee kutumia lugha ambazo za kistaarabu, tusije kutumia lugha za matusi wala lugha chafu. Lengo letu kama nilivyosema mwanzo ni kuelimishana wala sikubishana. Mwalimu Kimweri, tafadhali kwa swali. Dakika 5. Haya, asante. Awali ya yote nikiingia kwenye swali moja kwa moja pasipo na kugusa upande wote, hebu naomba unisomee kitabu cha Matendo sura ya 11 mstari wa 19. 11:19 Matendo. Naam. 11:19 katika kitabu cha Biblia inasema, ndio, basi wale waliotawanyika kwa sababu ya ile dhiki iliyotukia kwa habari ya Stefano, ndio, wakasafiri hata Foinike, ndio, na Kipro na Antiokia. Naam. Wasilihubiri lile neno ila kwa Wayahudi peke yao. Naam. Tunaona wanafunzi waliotumwa kwenda kwenye mataifa, kazi waliokuwa wakiifanya kwenye mataifa hayo, kwanza mojawapo ni kulihubiri neno waliotumwa nalo kwa Waisraeli peke yao. Sasa mimi swali langu linakuja, wakati tunaanza mada hapa tuliambiwa kwamba na bwana mwalimu kwamba Waisraeli wote walikuwa wamerudishwa Israeli, kwa hiyo Yesu aliwakuta Israeli. Hilo ni maneno aliyosema mchungaji hapa, kwamba wakati Yesu anakuja Israeli, Waisraeli wote walikuwa wamerudishwa Israeli. Sasa tunaona wanafunzi wa Yesu wametoka Israeli wanakwenda kuwahubiria watu ambao ni Wayahudi. Tunauliza, je, Wayahudi hawa ambao wanatajwa, Wayahudi hawa ambao ni wanatajwa ni kizazi kingine na kizazi kile cha wana wa Israeli, au ni kizazi kile kile cha wana wa Israeli? Na kama ni kizazi kile kile cha wana wa Israeli, tafsiri ya kusema Wayahudi wote wa Israeli walikuwa Israeli, hii tafsiri kaitoa wapi, ili hali kuna Waisraeli walikuwa nje ya Israeli? Swali langu hili. Mwenyekiti mwenza, bila kuchelewa, moja kwa moja kwa majibu. Ila niwakumbushe hivi sasa tuko live moja kwa moja Saimgwao Fubo FB live, watu wanatufuatilia duniani kote, na nadhani tuendelee kutumia lugha
za upendo, kwa sababu watu wametoa comment, wanafurahika na mjadala huu. Karibu. Asante sana Mwalimu Medadi Kiabashasa, mchungaji, kwa kuwa ulitoa mada na swali kauliza aliyetoa mada mwenzako, na mimi nakuleta wewe umjibu. Dakika 5. Asante mwenyekiti. Anaposema kwamba tafsiri itoa wapi, nimemuuliza walipeleka utumwani kama taifa zima. Sasa kitendo cha kurudi nchini kwao akiwazuia watu kwenda kutembea kufanya maisha mengine nje ya Israeli, na waidi kama watumwa. Narudia, taifa kama taifa lilipokuwa limechukuliwa kwenye ukoloni, liko chini ya amri ya mfalme wa Babeli na Ashuru, ilisharejeshwa ni taifa huru. Kwa walikuwa na uhuru wa kutembea popote. Hata hapa kwetu wapo Israeli. Kwa sababu walitoka wapi? Walikuwa na uhuru wa kwenda kutembea kila mtu apendavyo. Lakini kama taifa, kwa maana kwa kwenye utumwa, walishatoka tayari. Taifa lote lilikuwa Israeli, kwa maana kwenye utumwa tena. Kwa kweli kwenye utumwa tayari walikuwa uhuru kutembea popote bila kuwa chini ya utumwa. Ule tofauti. Kuna kupelekwa, kwa mfano walipelekwa kwenye utumwa Ulaya kwa mateso. Kuna waliorejea, kuna waliobakia. Sasa baada ya utumwa kuisha, haina maana leo haturuhusi sisi waliobakia wa Afrika kwenda Ulaya. Tunakwenda, lakini hatuko chini ya utumwa, tuko huru. Ndio maana yake. Kwa walitoka wapi? Ni watu ambao walikuwa mshaji taifa lao, wanakwenda shughuli zao mbalimbali. Hiyo ni biashara, hiyo kutembea, walikwenda huko. Lakini kama taifa zima lisharejea lipo chini mwao, aliko tena chini ya utumwa wa mfalme wa Ashuru wala wa Babeli. Lakini kuna kitu ambacho alikijenga, aliongelea Mwalimu Shafii alipoulizwa swali Yesu aliposema kwa ulimwengu mzima, Tanzania ipo ulimwenguni ama haipo? Sasa kuna vitu viliongelewa hapa. Akatoa Mathayo 15 kwamba Yesu alishajibu, anawaambia msiende mji wote wa Samaria wala msiende mahali pengine. Sasa angejiuliza maswali. Kama hivyo ndivyo, katika maandiko haya Yesu mwenyewe kwa mjibu wa Yohana 4:39, hebu nisomee. Je, anawaambia wanafunzi msiende Samaria wala mji mwingine wowote? Mwenyekiti, hebu kidogo tuweka sawa. Na tunaendelea na zoezi letu, na mwalimu, rudia majawabu yako kwa dakika 5 ili twende vizuri. Kama kuna mazungumzo mengine yoyote tutayazungumza baada ya kumaliza raundi hii. Kwa naomba utulivu. Tunampa Mwalimu Medadi dakika 5 ajibu swali la Sheikh Kimweli, mwalimu mwenzake. Karibu. Kwa hiyo maandiko aliyotolewa Mathayo 15 kwamba Yesu hakuagiza watu waende Israeli peke yake, wasiende kwa Samaria, bali Israeli peke yake kwa waliopotea. Nini maana yake andiko hilo? Hebu nisomee Yohana 4:39. Yesu mwenyewe kwa Samaria alienda na alikaa siku 2. Lakini wanafunzi waliwazuia. Kwa nini waliwazuia akaenda? Jibu liko wazi, amewachagua wale timu, bado ni wapya, ndio wanaanza kazi ya kuhubiri, hawana uzoefu. Hata unapochagua timu ya mpira hapa, huwezi kuchagua grupu ukaona timu ya mpira Dar es Salaam ukaipeleka kwenye mashindano mikoani. Unaanza kucheza hapa Dar es Salaam, Temeke, Mbagala. Utakapopata uzoefu, timu imekomaa, utaruhusu kwenda mashindano makubwa. Ndio maana kuna mechi za kirafiki. Unakuja Simba na Lipuli nani hapa ili kuchukua mazoezi ya kutosha. Hata juzi Simba ilikuwa mazoezi ya kutosha. Baada ya mazoezi yao kwenda nje nini? Ya nchi yako. Kwa Yesu alipoagiza wasiende kwa Wasamaria wala sehemu nyingine, ni kwa nini? Ndio muda kwanza Yesu wachagua wanafunzi ndio wanaanza kazi ile, hawajawa na uzoefu wa kufanya kazi ya kuhubiri. Hata nyinyi waadhiri hamjaanza kuhubiri grupu hizi za nje, mlianzia hapa. Baada ya kuwa mmekomaa katika sababu mkaaminika, sasa ndio mkaenda nje na Tanzania kufanya kazi ya waadhiri wa Kiislamu. Lakini Yesu mwenyewe aliyekuwa amekomaa tunamuona alikaa Samaria siku 2. Hebu nisomee ile andiko. Yohana 4:39 nitasoma kwa jina la Yesu. Fanya haraka. Na katika mji wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyeshuhudia kwamba inatosha. Yesu amekaa Samaria siku 2, ila wanafunzi waliwazuia. Kwa nini? Bado walikuwa ndio kwanza wamechaguliwa, hawajana ukomoka kufanya kazi ya kwenda kuhubiri. Hiyo ndio majibu yake. Lakini pia ikatolewa andiko la Matendo 1:17 kwamba walipotawanyika wale Wayahudi hawakulihubiri neno ila kwa Yahudi peke yao kwenye nchi za kigeni. Ni sawa. Kwa nini? Hao ndio watu ambao wanaelewana lugha. Hivyo ungekuwa mkimbizi ukaenda Uchina, ukakuta Waswahili wenzio na unataka ulinganie dawa kama Waislamu, kwa mfano unataka ulinganie Uislamu, umekimbilia China,
Utatoa jina wote lugha yao shinshi uelewi. Lakini kutoka Tanzania wanaongea Kiswahili. Tanzania watu gani? Lazima waanze kulingania Watanzania wenzio ambao wanaelewana lugha. Ndio maana walipokimbia za kigeni hawakubiri kwa watu wengine, si kwamba wahusu, la hasha. Walihubiri kwa Wayahudi peke yao kwa sababu ndio watu ambao lugha walielewana. Lakini pia likatoka andiko 13:23 Matendo ya Mitume kwamba Mungu ameletea mwokozi kama alivyosema Waisraeli peke yao. Ili andiko ina maana gani? Maana yake ni kwamba muda ule mtume Paulo alikuwa anaongea na wana wa Israeli. Ndio maana akawaambia Mungu ameletea mwokozi Israeli kama alivyosema. Kwa nini muda ule anaongea na Waisraeli? Mimi nikihubiri injili leo, enyi wa Masai, Yesu kaja kwa ajili yenu. Haina maana wasukuma wahusu. Kwa nini kaongea vile? Kwa kuwa muda ule anaongea na Wamasai. Kwa hiyo ili andiko la Matendo 13:23 ni sawa sana Matendo 5:31 kwamba Mungu ameletea mwokozi Yesu kama alivyoahidi Israeli. Kwa nini? Muda ule anaongea na Waisraeli. Tuangalie alipokuwa anaongea nje na Israeli alisema nini? Hiyo Matendo 13:47-49, hebu nisomee kwa haraka. 13:46 Matendo. 49 sikia. Alipokuwa kwa jina la Yesu inasema, neno la Bwana likaenea katika nchi ile yote. Lakini Wayahudi wakafitinisha. Wanawake wataua wenye cheo na wakuu wa mji. Wakawatahayarisha watu wa wauzi Paulo na Barnaba. Wakawatoa katika mipaka yao. 46 inasema, Paulo na Barnaba wakanena kwa ushujaa wakasema. Wakasema nini? Ilikuwa lazima neno la Mungu linenwe kwanza kwenu. Lakini kwa kuwa mnalisukumia mbali na kujiona nafsi zenu kuwa hamstahili uzima wa milele, angalieni tutawageukia mataifa, kwa sababu ndivyo tulivyoamriwa na Bwana. Maneno inabidi injili imetoka mwanzo Luka 24:44-50. Injili ilikuwa sharti ianzie Israeli, baada hapo yenye dunia nzima. Kwa hiyo Yesu amekuja kwa ulimwengu mzima. Haya maandiko uliojaribu kiatumia na Mathayo 2:6 kwamba Yesu katabiriwa kwa ajili ya Israeli peke yao. Mika 5:2 na amejibu kwamba Yesu ni kwa ajili ya ulimwengu mzima. Mathayo nukuu Mika 5:2 afikane kwa lengo maalum. Lakini unabii huu ulikuwa ni kwenye Mika 5:2 hadi 4, anamaliza kwamba Yesu ni kwa ajili ya ulimwengu mzima, ambapo nukuu Mathayo 2:6. Kwa hiyo maandiko yako wazi. Yesu aliposema Paulo kwamba Mungu alitoa mwokozi Israeli kama alivyosema, na Petro akasema vile na Matendo 7:31. Kwa nini anasema vile? Mdaudi alikuwa anaongea na Waisraeli. Lakini alipokuwa anaongea na watu wa Israeli, alitumia lugha kuambia wazi kwamba Yesu kwa ajili ya watu wote. Kwa mwenyekiti, majibu msingi ni hayo. Naam, tunaendelea na mjadala wetu. Umetumia dakika 4 na sekunde 40. Mwenyekiti mwenza, karibu kwa swali la nyongeza. Mwenyekiti mwenza, nashukuru kwa kunipa fursa hii ili tuweze kuuliza swali la nyongeza. Lakini mimi angalizo langu lile lile, na bahati nzuri tunakwenda vizuri. Lugha zitumiki za hekima, busara, ambazo ndani yake hakuna matusi wala hakuna kejeli wala kashfa. Na nadhani tunakwenda vizuri mpaka hivi sasa, na ndivyo tunapotaka ifike mahala watu wajue kwamba kumbe Waislamu na Wakristo wanapokutana hakuna magomvi wala hakuna bugudha na fujo ndani yao. Mwalimu wangu Bwana Kimweli, tafadhali kwa swali la nyongeza. Karibu. Asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali yote ndugu yangu amejibu swali, lakini kuna vitu ambavyo sisi kwenye mikutano ndivyo tunavyosema huwa vinatoa maana tofauti ya mikutano. Vitu hivi mojawapo ni kujaribu kuongeza fikra. Kwa mfano, kusema Wayahudi walihubiriwa kwa sababu walikuwa wanajuana lugha. Hicho kipengele kinatoka wapi? Kwamba kwa sababu ndio wanajuana lugha. Kipengele hicho kinatoka wapi? Hebu rudia hilo andiko. Alisema wale waliokuwepo kule walikuwa wafanya biashara na kwenda na kurudi. Hebu soma katika kitabu hicho 11:19 Matendo ya Mitume. 11:19 Matendo inasema, ndio, basi wale waliotawanyika kwa sababu ya ile dhiki. Basi wale waliotawanyika kwa sababu ya ile dhiki. Ile dhiki iliyotokea kwa habari ya Stefano. Kwa maana hawa ni wanafunzi walitawanyika kwa sababu ya ile dhiki iliyomtokea. Wakasafiri hata Foinike na Kipro na Antiokia. Wakasafiri mpaka mataifa haya. Ndio. Wasilihubiri lile neno ila kwa Wayahudi peke yao. Hiyo sababu ya kusema chanzo ni lugha hakipo. Halafu mbili, sasa sikiliza swali lilouliza. Wewe ulisema Waisraeli wote walikuwepo ndani ya Israeli. Sasa tuseme kwamba kulikuwa na wengine wafanya biashara. Je, walikuwa ndani ya Israeli au nje ya Israeli? Na ndio maana sisi tulikuwa tunasema mwanzo,
hao wanafunzi walitumwa kwenye mataifa kwa Kirene. Nao walipofika Antiokia, ndio wakasema na Wayahudi wa Kiyunani. Na walipofika Antiokia wakasema na Wayahudi wa Kiyunani. Hawa ni Wayahudi walowezi wa Kiyunani. Ulisema Wayahudi wote walikuwa ndani ya Israeli. Hawa Wayahudi wa Kiyunani ambao wako Antiokia, wala sio wafanyabiashara, wanaitwa Wayahudi wa Kiyunani. Kama vile kusikia Watanzania, Wahindi wa Kitanzania, maana yake ni Wahindi lakini ni raia wa Kitanzania. Sasa swali langu, hawa Wayahudi waliokuwa wa Kiyunani ni Wayahudi watoto wanaotokana wa Israeli au ni nje ya Israeli? Na kama ni wale wa Israeli, unapingaje kwamba hakukuweko na Wayahudi nje ya Israeli? Hilo ndio swali, naomba nijibu. Anawezaje kupinga kwamba hakukuwepo na Wayahudi nje ya Israeli ili hali kulikuwa na Wayahudi wanaitwa Wayahudi wa Kiyunani walowezi wa huko Uyunani? Aje ajibu swali. Mwenyekiti mwenza, bila shaka swali limesikika. Tunaomba majibu dakika 5, na wakati mwalimu anajibu asije akaongeza vitu ambavyo viko nje. Karibu kwa majibu tafadhali. Mchungaji Medadi, dakika 5. Asante mwenyekiti. Nashindwa kujua kwamba ni wapi, nashindwa kuelewa. Anasema anatoka wapi? Nimejibu toka mwanzo kwamba hao watatoka wote katika utumwa wa Babeli na Ashuru. Wako nje wakiwa ni huru. Kwa hiyo nikasema baada ya hapo walikuwa na uhuru wa kwenda pote pale watakapo. Hebu kwa mfano nisoma tena Mtume 2:5. Mwingiliano ulivyokuwa sio hapo tu. Soma kwanza usikie kinachoendelea. Matendo 2:5 tasoma kwa jina la Yesu, inasema na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa. Wayahudi wakikaa. Watu wataua. Watu wa kila taifa chini ya mbingu. Unaona kile watu wote walikuwa Yerusalemu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika. Tuokoe muda. Ukienda pale cha sema watu wa Libya, Waarabu, wa Kirete, Wareno, nani wote walikuwa pale Yerusalemu. Kwa mwingiliano ulikuwa wazi. Kama walikuwa toka Wareno kuja pale na wanakwenda Ureno, kulikuwa hamna shida. Sasa liko wapi? Kama walitoka wapi? Nimekuza toka walitoka Israeli kwenda kwenye shughuli zao, na ukaeleza vizuri hapa. Kuna waliotoka kwa ajili ya dhiki, nao wakaondoka kwa ajili ya dhiki, wale shughuli zao. Walitoka wapi? Walitoka Israeli katika taifa huru aliko tena chini ya utumwa. Nimetukia kama sema toa. So walitoka wapi? Walitoka Israeli katika taifa lao, ambao taifa huru sio chini tena utumwa. Mara ya kwanza walitolewa kupelekwa utumwani. Wamesharudi sasa, wako huru, wametoka pale kwa shughuli zao. Shida iko wapi? Aliamua ukaa Korinto, aliamua ukaa Ureno, aliamua ukaa Hispania, aliyekaa Syria, ambako ruksa pakuwa na shida yote. Sasa sio liko wapi? Imeshapajipa. Lakini sasa ikaja kwenye habari ya nimeelezea habari ya matendo ya mitume kwamba matendo ya mitume kwa 28:23 ni sawa na matendo 5:31 alipokuwa anaongea Petro. Anawaambia kwamba Mungu ameletea mwokozi, yani Yesu, kama alivyosema kwa Israeli. Nikajibu kwa nini sababu vile Petro? Ni kwa sababu kwa muda ule alikuwa anaongea na Waisraeli. Nikatoa mfano mimi leo napohubiri Wasukuma. Sasa enyi Wasukuma, Yesu kaja kwa ajili yenu. Haina maana wa haya wausu wala Makonde. Kwa nini nasema vile? Kwa kuwa naongea na Wasukuma. Ila nikihubiri taifa zima Tanzania kupitia televisheni au radio, nitasema enyi wa Tanzania, Yesu kaja kwa ajili yenu. Kwa nini? Najua naongea na Tanzania nzima kupitia chombo cha habari. Ndio maana andiko la Matendo 5:31 na Matendo 13:23. Alafu pia Yesu Mathayo 10:5 alipoambia msende Samaria na wala msende nchi nyingine, bali waendelee kurudi nyumba ya Israeli, nimeza maana yake nini? Yesu aliwazuia kwa sababu ndio kwanza mchague ile timu. Uweze hata hapa kuunda timu Tanzania, Taifa Stars, kurupu kombe la dunia, mtapigwa goli 200. Mnaanza kwanza hapa kujiweka vizuri, ndipo mwana uwezo wa kwenda kule. Lakini tuone baada ya wanafunzi ukomaa sasa, Yesu keshawaamini. Je, aliwaambia bakie kuhubiri zaidi peke yake au wafanye nini? Nisomee kwanza Marko 16:15. Baada ya kuwa wameshakomaa, wameshajua kuhubiri. Nisomee kwa haraka. Marko 16:15 nitasoma kwa jina la Yesu. 16:15 inasema akawaambia nendeni ulimwenguni mote. Sio Israeli tu tena, bali waambia mwende huko tu. Sasa mshakomaa, mko sawa, nendeni ulimwenguni mote. Mkafanya nini? Mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Kila kiumbe. Je, nyinyi Waislamu sio viumbe? Kama sio viumbe semeni Yesu wahusu kwa kila kiumbe. Mathayo 28:18 Yesu anasemaje?
Soma Mathayo 18:28 baada ya kuwa ameshakomaa sasa wabakie Israeli peke yake au avuke mipaka. Mathayo 18:28. 28:18 Mathayo. 28:18 nitasoma kwa jina la Yesu, inasema. Mathayo 28:18 inasema. Yesu akaja kwao akasema nao. Akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa. Umeona, sio Israeli tu mshakomaa mshaweza kuhubiri, niendeni sasa mkafanye mataifa yote mkahubiri injili dunia nzima. Kwa hiyo Yesu katika ulimwengu mzima. Kama unakataa kwa kujenga hoja ni shauri yako, lakini maandiko yako wazi kabisa. Lakini pia wakaribu kunioji kwa matendo unapata wapi? Nimekueleza kuna maandiko ambayo yanahitaji ufafanuzi wako kujua maana yake inalenga nini. Kwa mfano, Yesu alisema anapiga shavu la kulia geuza la kushoto. Je, alikusudia hilo? Bado sekunde 30. Je, Yesu alikusudia hilo? Jibu ni hapana. Ina maana yake anayepiga shavu la kushoto la kulia maana yake samena kusahau. Ndio maana yake. Asema anayekunyang'anya kanzu mwachie na koti. Je, ina maana hiyo? Hapana, maana yake hakwambia labda walihubiri injili kwa Wayahudi peke yao. Nini maana yake? Nimekwambia. Tukiona commentary bebo hapo Ingereza vizuri sana. Ni Wayahudi ambao walikuwa wanajuana lugha. Nikatoa mfano, umeenda China umekimbia kule. Labda ni watu wa Kiislamu. Unakuta Waswahili wengi kwa kule, kwa imani yako unataka wamfuate Muhammad. Na wa China utaanza na watu gani? Utaanza na Waswahili wanaojuana lugha na utawacha wa China kwa kuwa lugha mjuani. Ndio maana yake walitoka wapi wale watu? Walitoka Israeli kwenda nchi nyingine kwa uhuru kabisa. Ndio jibu la msingi, mwenyekiti. Naam. Safari umetumia dakika 5 umemaliza kabisa. Ni wakati wetu wa kuwaletea swali moja na la nyongeza ili tumalize mada hii, tujiandae kwa mada ya pili. Mwalimu Richard Mantage, karibu. Asante mwenyekiti, na mimi nipata nafasi ya elimu ili niweze kupeleka swali kule. Naamini na dakika 3. Na katika hizo dakika 3 nitazitumia vizuri. Mada yetu kama inavyosema kwamba Yesu kaja kwa Israeli peke yao au na kwa mataifa mengine. Nadhani hii ndio mada. Sasa kuna kitu pia kinajitokeza hapa. Kwamba Yesu alipokuja alianza na kufundisha kule kule Yerusalemu. Akaandaa wanafunzi, akawafundisha, wakaelewa. Hebu nisomee Luka 24:44. Luka 24:44 nitasoma kwa jina la Yesu. Naam. Inasema, kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi. Ndiyo. Ya kwamba ni lazima yatimize yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa, na katika manabii, ndiyo, na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Subiri. Unajua hapa shida ni moja. Ili umuelewe Yesu pia lazima ufunuliwe akili. Wanafunzi wenyewe waliokuwa na Yesu amewafundisha miaka siku kadhaa, lakini walikuwa hawajamuelewa. Akawafunulia akili zao ili wapate kuelewa maandiko. Kwa hiyo kuna sehemu zingine Yesu aliwakataza wanafunzi msiende sehemu fulani ikiwa kama mtihani, maanake anafanya majaribio ili kuona mwanafunzi anafikia hatua gani. Tupe habari. Akawaambia, ndiyo, ndivyo ilivyoandikwa. Maliza. Kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya 3. Ndiyo. Na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba. Subiri, mataifa yote yatahubiriwa habari zake kwa jina lake kwa habari ya toba. Mataifa yote yatahubiriwa kwa wakati ule ule yuko Yerusalemu au watahubiriwaje? Tupe habari. Kwa ajili ya toba na ondoleo la dhambi. Ndiyo. Kuanzia tangu Yerusalemu. Kuanzia tangu Yerusalemu, maana ataanzia Israeli. Tangu ya wapi? Israeli. Kwanza Israeli, alafu ndio mataifa mengine fanya nini? Yafuatie. Maliza. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Tazama, naam, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo. Asante. Swali yangu, Yesu anasema mataifa yote yatahubiriwa habari zake tangu Yerusalemu. Ili Tanzania au Waislamu, mwalimu anataka kufahamu Yesu anawaagiza wanafunzi na anawaeleza wakapeleke habari zake mataifa yote, ili sisi Wakristo tulioko Tanzania tusihusike na agizo hilo. Je, Tanzania ni taifa au sio taifa? Kwako mwenyekiti. Mwenyekiti mwenza, nimepokea swali upande wenu na moja kwa moja nitampa mwalimu wa kujibu swali hili kwa upande wetu. Lakini kabla sijampa niseme jambo moja tu kwamba swali
limeulizwa na maswali yanaonekana yanafanana. Tanzania ni taifa au sio taifa? Tanzania ni ulimwengu au sio ulimwengu? Lakini kwa kuwa tumeulizwa, sisi ni wajibu wetu kujibu, na nitampa mwalimu yule ule kwa sababu swali linaonekana kufanana na majibu alishatolewa huko nyuma, lakini bado tumeulizwa. Lakini kwa sababu lengo letu ni kuelimishana wala sikubishana, namrudishia tena mwalimu yule ule, mwalimu Shomari Pango Shafii, tafadhali kwa majibu kwa mara ya pili, dakika 5. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unajua, mara nyingi mimi huwa napata tabu sana na namna tunavyojadiliana na namna maandiko yalivyo. Ukiuliza swali, Tanzania taifa sio taifa, nitakujibu Tanzania ni taifa. Sasa utaniuliza swali gani jengine? Labda uleti sasa kama taifa, na Yesu alishasema Yerusalemu mpaka mataifa yote. Kwa hiyo Yesu anahusika Tanzania? Hausiki. Kwa nini? Biblia inachambua, inatafsiri nini maana ya taifa. Yako wapi mataifa? 25:17 Yeremia. 25:17 Yeremia inasema, ndipo nikakipokea kikombe kile mkononi mwa Bwana. Ndipo nikakipokea kile kikombe mkononi mwa Bwana. Nikawanywesha mataifa yote. Nikawanywesha mataifa yote. Mataifa yote ambao Bwana alinipeleka kwao. Niambie sasa nawe, Tanzania walinyweshwa? Endelea kidogo. Yaani Yerusalemu na nani? Na miji ya Yuda. Sasa ndio hayo mataifa. Imeanza Yerusalemu inakimbilia mpaka Yuda. Si ndio mataifa ya Israeli? Au ramani hapa chukua. Hii hapa, angalia mataifa ya Israeli. Hii ramani. Mataifa ya Israeli haya. Au nyoyo zetu mna kitabu gani? Maana mimi napata shida sana kujadiliana alafu mtu anatumia akili yake kichwani. Kama Medad anatumia akili. Alianza kwanza Yerusalemu walipokomaa, alafu hii kukomaa unapata wapi kwenye Biblia? Hii kukomaa unapata wapi kwenye Biblia? Na ndio maana tunasema hawa huwa wanatumia akili zao kutafsiri mambo. Huyu hapa naye kasema lazima Yesu Yesu yupo sasa hivi atakufunulia nani. Kwa hiyo ni watu ambao wanatengeneza akili zao, ingawa Biblia inakataza usitumie akili zako, lakini wao wanatumia akili. Kwa hiyo Yesu alitengeneza wanafunzi kwanza, baada kuona hawajakomaa akawaivisha. Alipoona wameiva akawaambia sasa tawanyike. Tukikwambia ya maneno kwenye Biblia unapata wapi? Utatoa. Utachomeka aya, utachomeka. Bado tuko pale pale. Yesu anahusika kwa wana wa Israeli. Mathayo 15:24 Biblia ya Afrika. Ndio. Tuacheni ujanja bwana. Tujifunze kitu kweli, mtu usome kweli. Usitumie zile akili zako. Yaani mpaka vitu vingine mpaka unashangaa. Aliwafunza kwanza, alipoona wamekomaa, hata wewe timu ya taifa kwanza, unaanza Lipuli, unaanza sijui Mbeya City, alafu maneno unapata wapi kwenye Biblia? Wapi unapata? Si ndio aliyosema Medad poroje? Kama Medad unapata wapi? Mimi na mchezaji wangu katoka Mchangani mpaka Azam. Hajapita Lipuli wala Mbeya City. Kaenda Azam moja kwa moja. Eti Yesu kaanza hapa kwanza Israeli, anawaivisha. Yaani Ezekiel tumia akili bwana. Wewe umefundisha ulimwengu, mwenzio karudia tena ulimwengu mzima anakukataa. Yaani karudi pale pale ulipomfundisha. 15:24 Mathayo. Akajibu, ndio nimetumwa kwa kondoo wapotevu wa nyumba ya Israeli tu. Fafanueni nini maana kwa Kiswahili tu? Kiswahili ukisikia tu maana yake ni anaongea na Wanyamwezi, mimi mtume kwenu, sijui naongea na maneno hayo unapata wapi bwana? Acha ujanja bwana. Njoo kwa mtume. Ameleta swali la nyongeza ndugu yangu. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mwalimu amejibu swali na ametumia dakika 3 na sekunde 56. Ulikuwa na dakika moja bado.
tunataka swali la nyongeza kwa upande wa pili na tupate majibu ya nyongeza. Karibu mwalimu kwa majibu kwa swali la nyongeza. Na mwalimu Richard, karibu. Haya, nashukuru kwa kupewa nafasi hii ya kuuliza swali la nyongeza. Mjibuji mwalimu aliyekuja upande wa Kiislamu amekuja na mfano mmoja hapa, akasema kwamba nikiuliza Tanzania ni taifa sio taifa, atajibu ndiyo Tanzania ni taifa. Hapo akatoa mfano katika kitabu cha Yeremia sura 25. Yeye kasoma nusu. Sasa yeye hiyo sura 25 Yeremia anasema mataifa ambayo Bwana alinipeleka kwao, lakini miongoni mwao ikawa ni katika Israeli. Sasa hebu nenda aya 24. Mengine aliyopeleka kanyweshe ni hapo. Shuka hapo, endelea. 25 hiyo. Nenda aya 24 kukomboa wakati, dakika ni chache. Yeremia 25:24. Naam. Aya, hebu tuanze kuanzia 19. Farao mfalme wa Misri, naona alikopelekwa huko, alipelekwa pia kwa Farao mfalme wa Misri, aya 24, na watumishi wake, na wakuu wake na watu wake, ndio wote, na watu wote waliochanganyika pamoja, naam, na wafalme wote wa nchi ya Uzi, ndio, na wafalme wote wa nchi ya Wafilisti. Na 24 nasema na wafalme wote wa Arabuni. Unaona, kwa Yeremia alitembeza mataifa mengi, wewe umetaja moja. Unatakiwa uwe makini. Kwa hiyo unapotoa aya zenu unaweza kuwa umeitoa ukaisoma nusu ukaelewa vingine. Na ndio maana mimi nikatoa Luka 24:44 kwamba wanafunzi walifunguliwa akili zao na Yesu mwenyewe ili wapate kuelewa kwamba ilikuwa kwanza wokovu neno kwa Wayahudi, kisha ndipo mataifa mengine yafuatie. Wewe umesema kwamba nakiri Tanzania ni taifa, na aya inasema mataifa yote yatahubiriwa tangu Yerusalemu. Kwa sababu umekiri Tanzania ni taifa, mimi sina swali la nyongeza kwamba Yesu anatuhusu. Mwenyekiti, sina swali la nyongeza. Naam. Sasa mwalimu wangu anasema yeye kamuelewa mwalimu wa upande wa pili alipojibu Tanzania ni taifa na hapa ni taifa. Kwa hiyo kaelewa swali na akaelewa majibu. Naita microphone kwangu kwa utaratibu mwingine. Mheshimiwa mwenyekiti mwenza, mwalimu wako anasema kaelewa. Ilitakiwa aseme mwanzo, wakati kabla hajaanza kutoa maelezo. Unapotoa maelezo na ukajaribu kufafanua maandiko alafu unasema umeelewa, maana yake umeweka mtego wa panya. Huu mtego wa panya lazima ufuatiliwe na mwalimu wangu, ili mwalimu aweke wazi kwamba ni kweli alieleweka au huyu bwana anajifanya kaelewa aliyakuwa hajaelewa. Alitumia dakika 4, nampa mwalimu wangu dakika 5 aweze naye kufafanua maelezo yake, alafu baadaye utaingia kwenye hoja ya pili. Karibu mwalimu Shafii Pango kwa dakika zako kwa ajili ya kufafanua maelezo ya ndugu yetu. Karibu sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Mtihani, lakini tutakwenda nao hivyo hivyo. Ameuliza Tanzania taifa sio taifa, nikamwambia taifa. Nikahisi ataleta swali la nyongeza, basi kama taifa Yesu naye anafanyaje? Anahusika na nyinyi, kwa sababu ndio ilikuwa swali simple sana. Kama Shafi umekubali Tanzania taifa, je, huoni kwamba Yesu anahusika kwa sababu alituma kwa mataifa? Yaani swali jepesi kabisa, tena simple kabisa. Lakini nakujibu vile vile, mataifa ni wana wa Israeli, ndiyo mataifa yaliyokusudiwa. Ukitaka vizuri soma Mwanzo 35:11. Yaani mimi nataka nikufundishe na funua iko kichwa chako, uelewe, usidandie unapelekwa 19 anza 25 anakupoteza. Unajua mada ukianza mwenyewe usitegemea akili za ziada, utapotea. Fanya vile unavyotaka mwenyewe ndio utakuwa sawa. Mwanzo 35:11 naomba usome.
35:11 Mwanzo inasema, Mungu akawaambia, ndio, mimi ni Mungu Mwenyezi, ndio, uzidi ukaniongeze, ndio, uzidi ukaniongeze, ndio, taifa na kundi la mataifa itafanyaje? Watatoka kwangu, watatoka kwako. Taifa na kundi la mataifa yatatoka kwako. Israeli yatatoka kwako. Umekuja Yeremia 25:17 unanisomea 19 na Farao. Sasa Farao taifa? Wewe unataja watu utaji taifa. Mimi taifa nimekutajia 25:17, Yerusalemu na nini? Na Yuda ambayo Mungu alinipeleka kwao. Wewe unanitajia watu. Hayo ni mataifa 12 ya wanawa. Na ndio maana hata siku ya hukumu Yesu anafanyaje? 19:27 Mathayo. 19:27 Mathayo. 19:27 Mathayo kwa wale wenye kusoma na kuandika. Ndio, changamka. Asante. 19:27 inasema, ndipo Petro akajibu. Petro mjanja, kamfuata Yesu huyu asiona niingiza mkenge huyu mimi huyu. Akamwambiaje? Akamwambia, tazama. Tazama. Sisi tumeacha vyote tukakufuata. Sisi tumeacha vyote tukakufuata. Tutapata nini basi? Wewe Yesu, sisi tutapata nini wewe? Yesu akawaambia. Yesu akawaambia. Amin, amin, amin nawaambia. Nini? Ya kwamba ninyi mlionifuata mimi. Ndio. Katika ulimwengu mpya. Ndio. Atakapoketi mwana wa Adamu. Katika nini? Katika kiti cha utukufu wake. Ndio. Ninyi nanyi. Mtaketi katika viti 12. Mkifanyaje? Mkiwahukumu kabila 12. Za wapi? Za Israeli. Wewe mdengereko uko wapi? Richard, njoo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe ndio anayekuhusu bwana Mtume Muhammad. Yesu kaja kwa wana wa Israeli. Na ndio maana siku ya kiyama watu watalia. Luka 13:24. 13:24 Luka inasema. 13:24 inasema, jitahidini nje na kuubisha mlango. Ndio. Mkisema, kitu gani? Bwana, Mungu, Bwana, Mungu, tufungulie na sisi. Yeye atajibu na kuambia, nini? Siwajui mtokako. Endelea. Ndipo mtakapoanza kusema, na kufanyaje? Tulikula na kunywa mbele yako. Ndio. Nawe ulitufundisha katika njia zetu. Ndio. Naye atasema, nawaambia, siwajui mtokako. Inatosha. Ondokeni. Ondokeni. Inatosha, muda umeisha. Kwa hiyo Richard, njoo kwa mtukufu wa daraja bwana Mtume. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Kwanza muda wa mwalimu wangu ulikuwa umeisha. Ametumia dakika 4 na sekunde 20 mpaka sasa. Lakini inaonekana kwamba simu ya ndugu yangu kule dakika imezidi. Sijajua simu ya aina gani. Tunaendelea. Kinachoendelea ni kwamba sasa ni upande wa pili kuuliza swali. Maswali tumemaliza. Hii mada itakuwa imekwisha. Tunakwenda mada ya pili. Kabla tujaingia katika mada ya pili, niwakumbushe wadau kwamba tutumie lugha zile zile za busara, hekima kwa ajili ya kujenga wala si kubomoa. Na hivi ninavyozungumza tuko live. Tunafuatiliwa na watu mbalimbali duniani kote na wanatoa komenti zao mbalimbali. Wale wanaotufuatilia, niseme tu kwamba na wale ambao watakaotufuatilia kupitia media pamoja na mikanda mbalimbali ndio majaji wa kujadili haya. Sisi tunatoa mada na tunauliza maswali na kujibu, lakini majaji ni wale wasikilizaji. Mwalimu wangu mwisho amemaliza kutumia lugha ya hekima na busara kuwaomba kwa yale aliyowafikisha upande wa pili wa ndugu zetu wakati mada inaishia ya kwanza, ikiwezekana basi warudi upande wa pili wamfuate bwana mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuyasema hayo, mwenyekiti mwenza, nadhani tumehitimisha mada ili kujadili mada ya pili. Karibu sana. Naam, tunapojiandaa kwenda mada ya pili, nami niungane na wewe kuwataarifu umma wote ambao wanatufuatilia na ambao watatufuatilia kwa njia ya DVD. Baada ya kuelewa mada, sasa Yesu anawakaribisha, na huku kwetu ubatizo ni bure, ulipi hata shilingi 100 utabatizo.